wakana minhum man yaf'alu dhalika bil inathi wadh-dhukur, palikuwa katika washirikina hapo kale kuna ambao walikuwa wakiwafanyia hivyo watoto wao wa kike na hata wa kiume. Akizaliwa mtoto anamfukia nini? Khashiyat al-faqr, aogopa umaskini. Na kwa munasaba kile kisa kinachotajwa kwamba Omar ibn al-Khattabi siku moja alipata mtoto wa kike, mkewe alijifungua mtoto wa kike, akafukua shimo amzike, amfukie akiwa hai. Yule mtoto akawa Omar ibn al-Khattabi amshushia mchanga, yeye amfuta baba yake mavumbi kwenye ndevu zake. Kile kisa cha kiongo kimetungwa na maadui wa Allah Mashia kwa ajili ya kumchafua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, wala hakina mashiko yoyote, na kuna njia kadhaa za kukibatilisha. Njia ya kwanza, kisa kile hakipatikani kwenye kitabu chochote katika vitabu vya sira vyenye kutegemewa wala vitabu vya hadithi na athar. Kwa hiyo kisa ambacho hakina isnad, na sisi tunayo kanuni al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man shaa ma shaa. Isnadi ni katika dini. Kama pangekuwa watu wanazungumza tu bila isnadi kwenye yale wanaoyasema, angesema atakaye kusema akitakacho kukisema. Kwa hiyo Abdullah ibn Mubarak kama sijakosea anasema kanu la yasaluna al-isnad, walikuwa watu hapo kale hawaulizi isnadi. Sikumbuki vizuri kama ni Abdullah ibn Mubarak au ni Hasanul Basri. Walikuwa hawaulizi isnad, yani mtu akisema tu qala Rasulullah wanakubali. Hapakuwa pamekuwa na uongo wala fitna kipindi hicho. Uongo haukuwa umedhihiri sana wala fitna. Walamma waqa'atil fitna, ilipotuka fitna, qulna sammu lana rijalakum, tukasema kila anayeleta habari anambia tutajieni wapokezi wenu. Fayunzaru fi ahli sunnati fayuqbalu kalamu, wanatizama wale wapokezi wakiwa ni watu wa sunna, ilikuwa hadithi zao zinachukuliwa na zinachofanywa kazi. Ikiwa ni min ahli albidai faturaddu riwayatu, kama ni watu wazushi riwaya zao zilikuwa zikiachwa. Na wameafikiana ulama rahimahumullah, ulama wa hadithi, kwamba hamna hadithi sahihi inayopokelewa na Rafidhi. Hamna hadithi sahihi, yani hamna kupokea riwaya kwa mtu ambaye ni Rafidh, ni katika Shia Rafidha, hadithi yake haikubaliwi, ni dhaifu, bali ni katika vigawanyo vya hadithi mbaya kabisa, maudhu. Kwa sababu gani? Al-Imam Shafi rahimahullah asema ma raitu ahada min ahli al-ahwa'i wal bid'i ashhada bizuri min ar-Rafidha. Mimi sijapata kuona, Imam Shafi ndiye asema, mimi kwa umri wangu na ilmu yangu na kuvizoea kwangu vikundi na kuyachunguza yaliyo ndani yake, sijapata muongo na mwenye ushahidi wa uongo kama Shia. Huyo ni Imam Shafi rahimahullah ta'ala asema hivyo. Na mmoja katika ulama pia katika tabi'in anasema kwamba akhbarani shaykhun minhum taibu, amenipa habari shekhe mmoja aliyetubia katika wao akaacha ushia, annahum kanu idha ijtama'u fa ahsanu amran ja'aluhu haditha, kwamba wao walikuwa wakikusanyika pamoja wale mabwana wakubwa wa kishia, wakapendelea jambo fulani, wanasema kwamba mtume kasema, yani wanalitungia hadithi. Ndio maana riwaya haipokelewi riwaya, na ni haramu kupokea riwaya kutoka kwa Shia Rafidha. Sikwambie elimu ndio kabisa.
Sasa kile kisa kinachotaja kwamba Umar ibn al-Khattab Allah amridhie alimzika binti yake akiwa hai, kwa ile itikadi iliyokuwa imeenea katika baadhi ya watu wa jahiliya kwamba akizaliwa binti wanamzika akiwa hai. Kile kisa ni dhaif, kile kisa ni maudhu'a, kile kisa ni mukhtalaqa, kimetungwa, kimetengenezwa kwa ajili ya kumchafua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami'i ashabi rasulillah wa alihi. Kwa hiyo kile kisa hakifai makhatibu wa Ijumaa, walimu wa darasa mbalimbali kukitoa kwa waumini wao, kwa sababu imebainika ncha kiongo kwa njia kadhaa. Njia ya kwanza, familia au ukoo wa Adi, ukoo wa Banu Adi, ambapo ndio ukoo wa kina Umar ibn al-Khattab, haijaripotiwa kwamba kwenye ukoo wao, sio yeye tu familia yake, ukoo wao wote, kwamba palitokea mtu aliyemzika binti yake. Na ushahidi ni kwamba Umar ibn al-Khattab anaye dada yake aitwaye Fatima, hajazikwa. Lakini Umar ibn al-Khattab binti yake mkubwa ni Hafsa, na ndio maana anaitwa Abu Hafs. Hajamzika binti yake yule mkubwa Hafsa, bali alikuja akaolewa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa kile kisa kimetengenezwa, hakina ushahidi wowote, hakipatikani kwenye kitabu chochote katika vitabu vya siyar, wala katika vitabu vya hadithi na riwaya. Wallahu almusta'an.